Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu katika mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wa pekee katika maisha yetu. Asante kwa namna ambavyo umetembea nasi kila wakati. Umetubeba katika mbawa za tai na umetulinda, ukitutunza. Zaidi sana umeruhusu tuendelee kujifunza neno lako. Asubuhi ya leo ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kujifunza neno lako. Ukambariki maradufu sawa sawa na mapenzi yako. Enda nasi tunapojifunza neno hili, ukitufundisha kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Hii ni Mei 10 ya mwaka wa 2025. Mada ikisema heshima kwao wamheshimuo Mungu. Warumi sura ya 6 aya 16 inasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Akili inapokuwa imeruhusiwa kwa muda mrefu kukaa tu katika mambo ya kidunia, inakuwa vigumu sana kubadili tabia za mawazo. Kile ambacho jicho hutazama na sikio husikia mara kwa mara, huvutia usikivu na kuteka mvuto. Lakini ikiwa tunataka kuingia mji wa Mungu na kumtazama Yesu katika utukufu wake, lazima tuwe tumezoea kumtazama yeye kwa jicho la imani hapa. Maneno na tabia ya Yesu mara kwa mara yanapaswa kuwa mada tupaswazo kuzitafakari na za mazungumzo yetu, na kila siku muda fulani lazima utengwe maalum kwa maombi ya tafakari juu ya mada hizi takatifu. Utakaso ni kazi ya kila siku. Mtu awaye yote asijidanganye kwa kuamini kwamba Mungu atawasamehe na kuwabariki huku wakikanyaga mojawapo ya matakwa yake. Utendaji wa makusudi wa dhambi inayofahamika huinyamazisha sauti ya ushuhuda ya Roho Mtakatifu na kuitenga roho mbali na Mungu. Vyovyote itakavyokuwa hisia ya furaha ya shangwe ya kidini, Yesu hatakaa katika moyo ambao huipuuza sheria ya Mungu. Mungu atawaheshimu wale tu wanaomheshimu yeye. Kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Ikiwa tutaendekeza hasira, ashiki, tamaa, chuki, ubinafsi au dhambi nyingine yoyote, tunakuwa watumwa wa dhambi. Hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Tukiitumikia dhambi, hatuwezi kumtumikia Yesu. Mkristo atasikia misukumo ya dhambi, kwani mwili hutamani dhidi ya roho, lakini roho hushindana na mwili, ikiendelea na vita kamili. Hapa ndipo msaada wa Yesu unapohitajika. Udhaifu wa binadamu unakuwa umeunganishwa na nguvu ya Mungu, na imani inatangaza, ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa tunataka kukuza tabia ambayo Mungu ataikubali, lazima tuunde mazoea sahihi katika maisha yetu ya kidini. Maombi ya kila siku ni muhimu ili kukua katika neema na hata kwa maisha ya kiroho yenyewe. Kama ilivyo chakula cha kimwili kwa ustawi wa mwili, tunalazimika kujizoeza wenyewe mara kwa mara kuinua mawazo kwa Mungu katika maombi. Ikiwa akili itatanga mbali, tunalazimika kuirudisha kwa juhudi za dhati, kisha hatimaye tabia itafanywa kuwa rahisi. Hatuwezi hata kwa dakika moja kujitenga mbali na Yesu tukabaki kuwa salama.
Tunaweza kuwa na uwepo wake ukiambatana nasi katika kila hatua, lakini ni kwa kutunza tu masharti ambayo ameyaweka yeye mwenyewe. Dini inapaswa kufanywa kwa shughuli ya maisha yote. Kila kitu kingine kinapaswa kuwekwa chini ya hili. Nguvu zetu zote za nafsi, mwili na roho lazima zishiriki katika vita ya Kikristo. Ni lazima tumtegemee Kristo kwa ajili ya nguvu na neema, na kisha tutapata ushindi kwa hakika kama vile Yesu alivyotufanyia. The Review and Herald, Novemba 15, mwaka 1887. Mungu atubariki sote na karibu tena.